Karibuni ndugu waandishi wa habari. Siku ya leo tumekutana kwa ajili ya kuweza kuzungumza kuhusiana na swala moja la muhimu zaidi kulingana na wakati ambao tuko nao. Tunafahamu kwamba wakati huu ni wakati ambao mchakato wa uchaguzi unaanza, na ndani ya Chama cha Mapinduzi tayari mchakato wa kuchukua fomu umeanza leo. Na mimi nimeona nitumie wakati huu kuweza kuzungumza nanyi waandishi wa habari kwa ajili ya kuhabarisha Wanangala kwa ujumla wao kwamba kijana wao Josias Charles sasa nimeamua kuchukua maamuzi ya kuweza kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea nafasi ya ubunge. Maamuzi haya ni kwamba yamekuwepo kwa kipindi kirefu, ikiwa ni baada ya kuona kwamba wananchi wa Ngara kwa namna moja ama nyingine wana kiu ya kuweza kupata uwakilishi ambao utaweza kuzisemea changamoto zao kwa uzito unaostahiki, lakini pia kuweza kuibua fursa, kuibua changamoto, kuibua miradi ambayo itakuja kuleta mabadiliko katika wilaya yetu ya Ngara. Kwa kipindi cha hivi karibuni nadhani wananchi walikuwa wakikutana na ama naweza kusema mimi binafsi nilikuwa nikutana wimbi la wananchi wengi kuonyeshwa kwamba wanahitaji aina fulani hivi ya uwakilishi ambao utaweza kuzungumzia kero zao kwa uzito zaidi, uwakilishi ambao utakuwa na uadilifu ndani yake, lakini pia uwakilishi ambao kwa namna moja ama nyingine unaweza kuleta mabadiliko ambayo kwa kipindi kirefu wananchi wa Ngara wameshindwa kuyapata. Hii imekuwa ni moja ya chachu ambayo imenisukuma mimi binafsi kuweza kuchukua maamuzi ya kuweza kutia nia kuweza kugombea nafasi ya ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi. Wengi wanaweza kujiuliza kwa nini hasa Chama cha Mapinduzi? Jibu la swali hilo ni jepesi, ni kwamba mimi nimekuwa ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi katika kipindi chote cha maisha yangu, na nimekuwa nikishiriki program mbalimbali za chama kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo ni mtu ambaye nina uzoefu mzuri kuwepo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kumekuwepo pia na maswali ya baadhi ya watu wanajiuliza kwa nini hasa maamuzi haya yamekuja katika kipindi hiki sasa mwishoni. Ni kwamba nilijipa muda wa kutosha kuweza kuangalia namna shughuli mbalimbali za uwakilishi ambavyo zimekuwa zikifanyika, hususan katika ngazi za halmashauri katika level ya udiwani, lakini pia katika ngazi ya ubunge. Na baada ya kuona kwamba kuna jambo la kufanya ambalo ni kama kurejesha shukrani kwa jamii yetu ya Wanangala ambayo naweza nikasema kwa kiasi kikubwa imenilea, nikiwa nimezaliwa hapa eneo la Mbinyange, lakini pia nimesoma shule ya msingi Ngara mjini darasa la kwanza mpaka la 4, nimesoma shule ya msingi na Katunga darasa la 5 mpaka la 7, nimesoma shule ya sekondari Mienzi kidato cha kwanza mpaka kidato cha pili, lakini pia nimesoma shule ya sekondari Ngara ama tunasema Ngara sekondari kwa kidato cha 3 na cha 4. Ninaweza kusema kwamba jamii ya Ngara imeweza kunisaidia kwa kiasi kikubwa, na ni wakati sahihi kwangu kuweza kurejesha fadhila, kurejesha shukrani kwa Wanangala kwa kuweza kuwapa uwakilishi ambao nadhani utakuja kuwa suluhisho la changamoto mbalimbali ambazo tumekuwa tukiziona. Kwa kitu kingine ambacho ninaweza nikasema, kuna swala ambalo sasa hivi limeonekana kama ni jambo la kawaida, na hili jambo nadhani nitoe wito kwa serikali na Chama cha Mapinduzi pia katika kuelekea uchaguzi huu. Swala la rushwa, swala la kutokuwa na maadili limekuwa sasa linachukuliwa ni jambo la kawaida, hususan kwa wilaya yetu ya Ngara. Swala la rushwa ya uchaguzi limekuwa ni jambo linalochukuliwa kwamba ni jambo la kawaida. Hii ninasisitiza na ninaiomba mamlaka ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kuwa wakali zaidi, na tuone kwa vitendo TAKUKURU ikichukua hatua kwa wote ambao wanatoa rushwa, kwa sababu itakuwa si taswira nzuri endapo huko nje wananchi wanajua kabisa kwamba kuna vitendo vya rushwa vinafanyika halafu hakuna hatua zinazofanyika na mamlaka labda zipo. Kwa hiyo mimi naziomba mamlaka za kuzuia na kupambana na rushwa zipambane kwa kadri inavyowezekana kwa wilaya ya Ngara kudhibiti rushwa, kwa sababu kimekuwa ni kigezo. Mtu anaweza kaja ana fedha zake hapa, anaamua kwamba atawanunua watu ili waweze kumpigia kura. Hilo jambo linaturudisha nyuma, tunapata wawakilishi wakati mwingine ambao sio sahihi kwa sababu ya fedha zao. Kwa hiyo ninatoa wito
ninatoa rai kwa mamlaka za serikali, kwa mamlaka za chama kuchukua hatua kali sana kwa wale wote wanaojihusisha na rushwa, na naweza nikasema kwa uhakika na kwa ujasiri kabisa kwamba wilaya ya Ngara inapaswa kuangaliwa kwa kina zaidi kwenye swala la rushwa ya uchaguzi. Hatua kali zinapaswa kuchukuliwa na za wazi ambazo kila mwananchi bila kuacha utata ataweza kusema kweli hapa mamlaka zimesimama kidete. Endapo hiki kitafanyika, tutaondosha ile dhana mbovu ya kupata viongozi ambao wakati mwingine hawajibiki wanaopatikana kupitia misingi ya rushwa. Nimekuwa katikati hapa mstari wa mbele nikihamasisha kundi la vijana kujitokeza kugombea, kujitokeza kupambana kuhakikisha kwamba wanaingia katika halmashauri yetu. Lengo ni nini? Lengo tupate watu ambao watakuja kusukuma ajenda za maendeleo, kuleta mabadiliko ambayo yatatusaidia kuweza kutoka hapa tulipo, ambapo mimi binafsi nasema tuko kwenye mkwamo mkubwa sana. Tumeangalia kimfano mtu akiingia hapa stand kimfano ya Ngara, utabaini kwamba kwa kweli inatia aibu. Kienda kwenye soko kunatia aibu sana, lakini ni jitihada zipi zinafanyika kwa ajili ya kutatua changamoto hizo? Utaona kabisa kwamba bado kuna shida kubwa sana. Kwa hiyo mimi nadhani ni wakati sasa umefika wa mamlaka za serikali, mamlaka za kichama kuweza kuona kwamba sasa wananchi wa Ngara wanahitaji kupata mwakilishi ambaye yuko imara kwa kweli, ambaye ataibua hoja ambazo ni nzito. Ndio maana kwenye slogan yangu hapa wakati natangaza nia inaitwa Big Agenda. Big Agenda ni kuzungumzia agenda zenye mashiko zinazokuja kuibadilisha Ngara kutoka hapa tulipo. Tutaona kwa mfano kulikuwa na agenda ndogo ndogo. Mtu anakuambia nimeleta taa za barabarani. Taa za barabarani ni huduma inayotolewa na serikali hata bila mbunge kuwepo. Taa zile zinaagizwa kwa wingi kutoka nje ya nchi kwa ajili ya nchi nzima. Zinapofika nchini zinagawiwa. Wajibu wa mbunge kama hajapelekewa ni kuibana serikali zipeleke hizo taa. Lakini wajibu wa serikali, taa za barabarani sio agenda kubwa ambayo itakuja kubadilisha uchumi wa Ngara. Labda mtu akwambia bana amefunga TV labda kwenye vijiwe na nini, haiwezi kuleta manufaa yote ama maendeleo yote kwa wananchi wa Ngara. Mtu akwambia nimefunga mtu akwambia amejenga barabara haiwezi kujengwa na mtu mmoja, haiwezi kujengwa na mbunge, haiwezi kujengwa na diwani. Barabara ni mradi wa serikali. Ni kwamba serikali inawajibika kufanya hivyo, na hii kitu wananchi inabidi tuwape elimu wajue kutofautisha miradi ya serikali ambayo inasimamiwa kwa ukaribu na mkurugenzi wa halmashauri, inasimamiwa na mkuu wa wilaya, inasimamiwa wataalamu wa ujenzi, idara ya ujenzi na wengine. Miradi kama ya maji ni miradi inasimamiwa na mamlaka za maji. Miradi ya barabara iko chini ya TARURA na TANROADS. Ni kwamba mbunge kazi yake ni kusimamia serikali kwa kisha inatekeleza. Ndio moja ya kazi ya mbunge, kuisimamia serikali. Sasa pamoja na kuisimamia serikali, mbunge lazima uwe ni sauti ya wananchi, uweze kuibua hoja, uweze kuibua kero, uone wapi kuna changamoto na uweze kutafuta suluhisho la changamoto. Kwa hiyo kwa hiki ninachokizungumza ni kwamba utaona kwamba mimi na wananchi wenzangu walio wengi tunaona kwamba kumekuwepo na ombwe kubwa ambalo linahitaji kuzibwa, na linapaswa kuzibwa na mtu ambaye yuko serious kweli kweli, ambaye ana uzoefu wa kutosha katika kuibua na kujenga hoja, mtu ambaye yupo kwa ajili ya kuwatumikia Watanzania muda wote. Hii nataka nitoe kama tahadhari ama kama angalizo tu. Kumekuwa na ile mnakuwa na mwakilishi, sitataja labda ni wapi, lakini hii kitu imetokea nchini. Unakuta mwakilishi akiwa anaingia labda bungeni, anamseti tu cameraman wake pale juu, bwana hebu nirekodie short clip nikiwa nazungumza. Na dakika 5 ile clip imeenda mtandaoni, amepanda V8 ameenda mgodini. Hana muda wa kufikiria kuhusu maendeleo ya Ngara, au hana muda wa kufikiria kuhusu maendeleo ya jimbo. Yeye yuko busy na shughuli zake za kibiashara. Sasa nadhani ni wakati umefika, watu ambao tuko serious na kazi tupewe jukumu hilo, tusimamie. Wale ambao ni wafanya biashara tuwaalike Ngara kama wawekezaji. Na mimi kama chama kitaniamini kikanipa jukumu la kuwa mbunge wa jimbo la Ngara, nitawaalika wawekezaji including hao ambao wana fedha za kutoa rushwa, wana fedha za kufanya mambo mengi ya jengo. Tutawaalika waje kuwekeza Ngara ili tuweze kubadilisha hali ya maisha ya Ngara. Mimi nadhani kwa hayo machache niweze kuwashukuru ndugu zangu waandishi wa habari, niwashukuru ndugu zangu wana Ngara ambao kwa kiasi kikubwa mmeweza kushirikiana na mimi katika kutatua baadhi ya changamoto.
Lakini pia nipende kutoa shukrani za dhati sana kwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo kwa kweli imeweza kuleta watumishi wazuri, imeweza kuleta wawakilishi wazuri. Tulikuwa na mkuu wa wilaya mzuri sana, tulikuwa na mheshimiwa mkurugenzi mzuri sana, ambaye kwenye swala lolote la maendeleo kwa kweli halali hata kidogo. Ni swala kwamba anahitaji timu ya watu makini kama mimi ili tuweze kusukuma mambo kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo nadhani ni wasihi watu wa Ngara, wanangala, kuelekea kipindi hiki cha uchaguzi, tusikubali, tusidanganywe na vitendo vya rushwa. Mtu anayekuja kutoa rushwa sasa hivi ni kwamba huyo ndio mchawi wa Ngara. Mtu anayekuja kutoa rushwa sasa hivi huyo ndio anayeiangamiza Ngara. Tunabaki pale pale. Unatoa rushwa ya bilioni 1, unatoa rushwa ya bilioni 2, unakwamisha miradi ya trilioni 1. Umeturudisha nyuma kwa kipindi kirefu. Miaka 5 ni miaka mingi. Tunahitaji kupata viongozi waadilifu kweli kweli. Kuanzia ngazi ya madiwani, ngazi ya ubunge. Nataka viongozi wawajibikaji, viongozi waadilifu, sio tofauti na hivyo. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wananchi wa Ngara kuwajulisha kwamba baada ya kuwa nimeona changamoto hizi, baada ya kuona fursa ambazo tuko nazo ambazo hazijatendewa kazi ipasavyo, siku ya Jumatatu saa 2 asubuhi nitafika katika ofisi za Chama cha Mapinduzi zilizoko hapa wilayani Ngara kwa ajili ya kwenda kuchukua fomu ya kuwania nafasi ya ubunge. Kwa maana hiyo niwaombe ndugu zangu muweze kuniombea. Nafahamu kwamba kwa upendo mkubwa ambao mko nao kwangu mngeweza kuandamana kwa wingi sana, lakini kwa taratibu za chama haitaruhusiwa kufanya hivyo, na mimi nitakwenda mwenyewe, nitachukua fomu ile pale. Ninachoamini maombi yenu yazidi kuwa na mimi. Si kazi nyepesi kuweza kusimamia haya ninayosimamia. Wakati mwingine ni kazi ambayo inaweza kukugharimu maisha yako. Ni kazi ambayo kidogo ni ngumu sana. Tunakutana na vitisho vingi sana. Wakati mwingine kutishiwa kukamatwa ni mambo ya kawaida, kutishiwa kudhurika, lakini hatuwezi kurudi nyuma kwa sababu tunaowapigania ni wananchi wenzetu. Tutakuwa tayari kuwapigania katika wakati wowote ule. Nawashukuruni sana ndugu zangu waandishi wa habari. Asanteni sana.